Halo, habari za leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Karibuni tena kwenye channel yetu pendwa ya Pedo and Rose Stories. Mada ya leo ni ondoa hofu, ondoa ujinga. ARV sio sumu, ARV ni uhai. Namba moja, hofu inakufanya ujifiche na uogope kupima VVU. Yaani ukiishi maisha ya hofu yanamfanya mtu aogope kwenda kupima VVU ili asijulikane kama ana VVU mwilini. Kwa hiyo anaishi maisha ya kujificha kwa sababu anaogopa kwenda kupima. Pili, ujinga wa jamii au unyanyapaa unakufanya uone aibu. Yaani unyanyapaa unakufanya uone aibu. Samahani nimetumia neno ujinga kwa sababu mimi mtu kumnyanyapaa mtu huwa namuona kama ni mjinga, kwa sababu kwa nini umnyanyapae mtu wakati VVU haviambukizi kwa kugusana, kushikana mikono, kukaa pamoja, kula pamoja, bado huwezi kupata VVU. Sasa kwa nini umnyanyapae mtu? Kwa hiyo mimi huwa naona mtu anayemnyanyapaa mtu huwa naona huu ni ujinga tu. Tatu, lakini ukishika dawa zako za ARV na kuzitumia vizuri, utajua ukweli wa U=U. Kama wewe ni mwathirika na unatumia dawa zako za VVU vizuri kabisa bila hata matatizo, basi utaelewa umuhimu wa U=U. Yaani undetectable is equal to untransmittable. Yaani unaweza kuishi bila hofu, unaweza ukapenda, unaweza ukapendwa, na unaweza ukaota ndoto tena. Ndoto za maisha, ndoto za maana, ndoto za mafanikio. Ukizitumia ARV vizuri. Ukiondoa lile wazo kwamba ARV ni sumu, wewe zione ARV ni uhai. Kwa hiyo kila ukishika dawa zako za ARV na kuzitumia vizuri, elewa kwamba unatumia uhai. 4, sisemi ni rahisi. Unaona, mtu kutokuwa na hofu au kutokuwa na uoga. Sisemi haitauma unapoambiwa kwamba umeathirika. Mimi sijasema kwamba haitauma au sisemi kwamba ni rahisi. Ila naomba unielewe kwamba ninasema inawezekana, kwa sababu katika hili hauko peke yako. Ninasema inawezekana kabisa kuondoa hofu na kuondoa uoga, kwa sababu hauko peke yako. Kuna wengine ambao wameathirika na wameishi zaidi ya miaka 40 sasa hivi wakiwa na VVU. Kwa hiyo nenda kapime, ujue status yako, uanze kutumia dawa mapema kama umepatikana. 5, kila siku unapokunywa dawa za ARV, kumbuka kwamba ARV ni uhai na sio dawa. Nimeshalizungumzia hili kwenye kipengele namba 3 hapo. Kila unapokunywa dawa zako kila siku, elewa kwamba unatumia uhai, hautumii sumu. 6, unapoinuka na kutembea, kumbuka wewe ni muhimu na hadithi yako bado haijaisha. Unaponyanyuka asubuhi au mahali popote ulipokaa, ukiweza kusimama ukanyanyuka, ukafanya shughuli zako, ukatembea, ukarudi, basi ujithamini wewe mwenyewe na kujiona na kujitambua kwamba wewe una thamani na ni wa muhimu sana, na hadithi yako bado haijaisha. Hadithi bado inaendelea, kwa sababu maisha ni hadithi. Kwa hiyo hadithi bado inaendelea, haijaisha. 7, sasa ni zamu yako kuwa ushahidi kwa watu wengine. Kwa hiyo ishi maisha ya matumaini ili uwe mfano kwa watu wengine na uwe ni hadithi kwa watu wengine. 8, usikate tamaa, usijifiche, usiogope na usiwe na hofu. Simama na Mungu kama una imani yako, simama na Mungu kwa imani yako. Pumua, anza upya. Maisha yako bado yana maana kubwa sana. Simama na Mungu katika imani yako. Pumua, anza upya. Maisha yako bado yana thamani kubwa sana.
katika maisha ya kila siku na katika jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni tena Pedo and Rose Stories. Msisahau kulike, kucomment, subscribe na kushare video hii.